Ni ukweli usiopingika kwamba Dar es Salaam ndiko ambako mapato makubwa kama ambavyo wenzangu wamesema yanapatikana. Sio yanapatikana kwa sababu TRA imeweka mfumo kandamizi kuwanyang'anya wananchi fedha. Hapana. Bali ni kwa sababu kuna strategic investments ambazo zipo ndani ya mkoa wetu, lakini pia kuna private sector ambayo iko very strong ndani ya mkoa wetu, lakini pia kiwango cha wananchi kutambua umuhimu wa kulipa kodi pia ni kikubwa. Sambamba na hili pia, Mheshimiwa kama Rais, ukisikiliza sana majukwaani na hasa kwenye majukwaa ya kisiasa, viongozi na wananchi mara nyingi wanasema hizi ni kodi zetu. Daraja likiharibika, haya matumizi mabovu ya kodi zetu. Barabara ikijengwa vizuri, hii hajajenga rais, ni kodi zetu. Statement hii, Mheshimiwa kama Rais, inamaanisha kwamba kumbe Watanzania wanafahamu matumizi sahihi ya kodi wanazolipa. Lakini the question is, ni kweli kila mmoja analipa kodi? Kama kila mmoja anatambua kwamba hizi ni kodi zetu, je, ni kweli kwamba kila mmoja analipa kodi? Ukweli ni kwamba kila mmoja halipi kodi. Na ndio maana tax base unaweza kukuta pengine sio kubwa sana, kwa sababu si kila mmoja analipa kodi. Lakini kwenye kauli mbiu ya kwamba hizi ni kodi zetu, kila mmoja anatamka hizi ni kodi zetu. Kwa hiyo kwenye matumizi sahihi ya kodi kunakuwa na ownership, kila mmoja kuona hizi ni kodi zetu, kwa maana haya ni maendeleo yetu, development of the people, development for the people, development by the people, kwa maana kwamba watu wenyewe wanakuwa sehemu ya hayo maendeleo. Kwa mimi, Mheshimiwa kama Rais, ushauri wangu, ukienda makanisani kwenye religious institutions, wameweka kitu kimoja kizuri sana kinachohusiana na masuala taxpayer succession plan. Na kule kanisani hatuwezi kuita tax, au kule msikitini hatuwezi kuita tax, lakini kuna sadaka ambazo kwa lugha nyingine unapohama kwenye muktadha ndio inakuwa kodi. Kwa maana kwamba kule makanisani au misikitini lazima makanisa yajengwe, lazima misikiti ijengwe. Inajengwaje? Ukienda kule makanisani kwetu, mara nyingi watoto wanakuwa na ibada zao na wanatakiwa kuwa na sadaka kila Jumapili au kila kwenye Sunday school au kule kwenye madrasa. Sadaka ile maana yake nini? Ni kumkuza mtoto afahamu umuhimu wa kulipa sadaka angali bado mtoto mdogo. Sasa kama makanisani au msikitini kuna hiyo concept ya kuwa na succession plan nzuri ya taxpayers, je, succession plan ya taxpayers kwenye context ya serikali ikoje? Ndipo utakuta sisi huku kimgusa mtu anayeuza mahindi, labda bwana lipa shilingi 500 tu, au lipa shilingi 200, au lipa shilingi 50 tu kwa siku, anasema mimi ni mnyonge sana. Lakini tukigeuka upande wa pili, huyu mnyonge anatakiwa kula, huyu mnyonge anatakiwa kuona umeme, huyu mnyonge anatakiwa kutibiwa, huyu mnyonge anatakiwa mtoto wake aende shule. Kwa hiyo mnyonge huyu hatengwi na public services ambazo zipo. Kwa mimi bado narudi kwenye ushauri wangu kwamba tukitaka kweli taifa letu liweze kumove vizuri, tuanze kufundisha watu practically waweze kuanza kuchangia taifa lao wangali na biashara ndogo kabisa, ili tuepushe wimbi la kisiasa hapa juu ambalo ndilo linaweza likawa ni dhana kubwa ya kuweza kushusha kabisa ile concept ya maendeleo ambayo tunayo ndani ya taifa letu.